Karibu katika wasaa mwingine mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Baada ya kutolewa kwa mateka wa mwisho wa Israel huko katika ukanda wa Gaza, Rais wa Marekani Donald Trump anataka Hamas walazimishwe kupokonywa silaha sasa kama sehemu ya awamu ya pili ya kusitisha vita huko katika ukanda wa Gaza, na amefanya mazungumzo na mwandishi wa Axios wa Israel Barak David mnamo Jumatatu. Sasa tunahitaji kuwapokonya silaha Hamas kama walivyoahidi, Trump alisisitiza. Trump alisifu kundi la wapiganaji la Hamas kwa kufanya kazi kwa bidii sana kurejesha mabaki ya Sergeant Major Ranville ambaye mabaki yake yalipatikana na kurudi Israel mapema jana Jumatatu. Walifanya kazi kwa bidii sana kurejesha mwili. Walikuwa wakifanya kazi na Israel juu yake. Unaweza kufikiria jinsi ilivyokuwa ngumu, alisema akielezea utafutaji huo. Mchakato wa utambuzi wa utafutaji wa mabaki ya mwili wa Gvil ulikuwa mgumu sana, alibainisha. Walijitahidi sana kurudisha mwili. Walikuwa wakifanya kazi na Israel. Pia alifafanua kuwa alifahamishwa na mjumbe maalum wa utawala wake Steve Witkoff na Jared Kushner kuwa mabaki ya Gvil yamepatikana kabla ya kuzungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye alifurahi. Hii ni kubwa kuliko watu wanavyotambua. Mbali na familia ya Gvil na watu wa Israel, hakuna mtu aliamini kwamba tutawarudisha mateka wote. Ilikuwa wakati mkubwa. Tafadhali waambie wazazi kuwa nina furaha sana, aliongeza. Kupokonya silaha kwa Hamas kunaweza kupatikana kwa msamaha. Afisa wa Marekani alizungumza na Reuters kwa sharti la kutotajwa jina, akisema kuwa kupokonywa huko kwa Hamas kwa silaha zao huko katika ukanda wa Gaza kunaweza kuja pamoja na aina fulani ya msamaha kwa kundi hilo. Tunasikiliza watu wao wengi wakizungumza kuhusu kupokonywa silaha. Tunadhani watafanya hivyo. Ikiwa hawatapokonya silaha, basi wamekiuka mpango huo. Tunafikiri kuwapokonya silaha kunakuja pamoja na aina fulani ya msamaha na uwazi. Tunafikiri tuna mpango mzuri sana wa kuwapokonya silaha, afisa huyo alisema. Hata hivyo, Hamas wenyewe wakati fulani walisema hawapo tayari kuachia silaha zao, wakisema kwamba endapo wataachia silaha ni wazi Israel itaweza kuteka eneo lote la ukanda wa Gaza, kama ambavyo waziri wa fedha Bezalel Smotrich alivyosema kwamba mipango yao ni kuhakikisha Gaza inakuwa katika himaya yao. Ubalozi wa Israel mjini Washington haukujibu mara moja swali la Reuters kuhusu iwapo Israel itakubali kutoa msamaha kwa wapiganaji wa Hamas iwapo wangetoa silaha zao. Siku ya Jumatatu mchana, IDF ilitangaza kuwa imepata na kutambua mabaki ya Gvil, mateka wa mwisho uliofanyika katika ukanda wa Gaza. Mojawapo ya sura zenye uchungu zaidi za historia ya hivi majuzi ya Israel inakaribia mwisho. Gvil aliuawa Oktoba 7 mwaka 2023 alipokuwa akipambana na wapiganaji wa Hamas waliokuwa wamevamia kibbutz Alumim. Mwili wake ulitekwa nyara hadi Gaza baada ya mauaji hayo, ambapo alibakia kwa siku 884 zilizofuata. Wakati huo mgogoro wa mateka ulining'inia juu ya Israel kama wingu jeusi. Maumivu ya familia za mateka pamoja na kutokuwa na uhakika juu ya hatima yao ilitumika kama jeraha wazi kwa jamii ya Israel iliyofunguliwa mara kwa mara na video za propaganda za Hamas, mazungumzo yaliyoshindwa na migawanyiko ya ndani. Kwa siku 844 Israel ilijikuta imenaswa kati ya vita vya pande nyingi na usitishaji wa mapigano dhaifu. Haikuweza kutimiza jukumu lake la msingi zaidi kwa raia wake, kuwarudisha wote nyumbani. Sasa kwa kurudi kwa Gvil, wajibu wao hatimaye umetimizwa, na kwamba Hamas haimiliki raia yeyote au mwili wowote wa raia wa Kiyahudi kutoka Israel. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.